Kulikuwa na bilionea mmoja aitwaye Amani Kilonzo, mtu aliyesifika kwa utajiri wake mkubwa na moyo wake wa kusaidia watu. Aliishi maisha ya fahari jijini, akiwa na kampuni nyingi, magari ya kifahari na majumba makubwa. Lakini zaidi ya utajiri wake, Amani alipenda sana familia yake, mke wake mpendwa Zawadi na watoto wao watano waliokuwa nuru ya maisha yake. Kila mtu aliyemfahamu Amani alijua kuwa furaha yake haikutoka kwenye pesa, bali ilitoka kwenye tabasamu za watoto wake na upendo wa mke wake. Kila wikendi alihakikisha wanakaa pamoja kama familia, wakicheka, wakila na kushirikiana hadithi za maisha. Siku moja, Zawadi alipanga safari maalum kwa ajili ya watoto wao. Ilikuwa ni safari ya kwenda kusherehekea siku ya kuzaliwa ya mtoto wao wa mwisho. Ingawa Amani alitaka kwenda nao, alilazimika kubaki kutokana na mkutano muhimu wa kibiashara ambao singeweza kuahirishwa. Alipoaga, hakujua kwamba huo ungekuwa mara ya mwisho kuwaona. Ndege waliokuwa wakisafiria ilipata ajali mbaya katikati ya safari. Habari zilifika ghafla, zikamvunja moyo Amani vipande vipande. Hakutaka kuamini. Aliomba iwe ndoto mbaya, lakini ukweli ulikuwa mchungu kupita maelezo. Familia yake yote, mke wake na watoto wake watano, walikuwa wamefariki dunia. Siku zilizofuata zilikuwa giza tupu kwa Amani. Hakula, hakulala na hakutaka kuona mtu yoyote. Nyumba yake kubwa iligeuka kuwa kimya cha majonzi. Kila kona ilimkumbusha vicheko vya watoto wake. Kila chumba kilikuwa na kumbukumbu za mke wake. Alihisi hana sababu ya kuishi. Marafiki zake walijaribu kumfariji, lakini hakuna aliyefaulu kufikia maumivu aliyokuwa nayo moyoni. Fedha zake zote zilionekana hazina maana tena. Alijiuliza, nina utajiri wa nini bila familia yangu? Baada ya miezi kadhaa ya huzuni nzito, Amani alianza kufikiria kwa undani kuhusu maisha yake. Alitambua kuwa hangeweza kurudisha familia yake, lakini angeweza kufanya kitu kingeleta maana mpya kwenye maisha yake. Siku moja, aliwaita washauri wake wote wa biashara na kisheria. Wote walikusanyika, wakidhani kuna maamuzi makubwa ya biashara yanakuja. Lakini hawakuwa tayari kwa kile walichokisikia. Amani alitangaza kuwa anataka kugawa karibu mali yake yote kwa watu wenye uhitaji: mayatima, wajane, magonjwa na familia maskini. Alisema hataki tena kuishi kwa ajili ya mali, bali kwa ajili ya kuleta matumaini kwa wengine. Kila mtu alishtuka. Wengine walimuona kama amechanganyikiwa kwa huzuni. Walijaribu kumshawishi abadili uamuzi wake, lakini Amani alikuwa ameshaamua. Alianzisha taasisi kadhaa za kusaidia watoto yatima, akajenga hospitali na kufadhili masomo kwa maelfu ya wanafunzi maskini. Kila alichokifanya, alikifanya kwa kumbukumbu ya familia yake. Alisema, kama siwezi kuwaokoa wale niliowapoteza, basi nitahakikisha naokoa wengine. Kadri muda ulivyopita, watu wengi walinufaika na matendo yake. Watoto waliopoteza wazazi walipata makazi, magonjwa walipata matibabu, watu maskini walipata chakula na elimu. Ingawa maumivu moyoni mwake hayakuisha kabisa, Amani alianza kupata amani ya ndani kidogo kidogo. Aliona tabasamu za watoto waliokuwa wakipata msaada wake, na hilo lilimpa nguvu ya kuendelea. Siku moja, akiwa ameketi kwenye bustani ya kituo cha watoto yatima alichojenga, mtoto mdogo alimkaribia na kumkumbatia. "Asante baba," mtoto huyo alisema kwa sauti ya upole. Amani alishtuka kidogo. Ilikuwa ni mara ya kwanza tangu apoteza familia yake kusikia neno hilo likimlenga tena. Machozi yalimtoka, lakini safari hii hayakuwa ya huzuni pekee, yalikuwa na chembe ya furaha. Aligundua kuwa ingawa alipoteza kila kitu, bado angeweza kuwa nuru kwa wengine. Na hapo ndipo maisha yake mapya yalianza. Amani aliendelea kuishi maisha ya unyenyekevu, akisaidia watu bila kujitafutia sifa. Jina lake lilienea kama mtu aliyebadilisha maumivu kuwa matumaini. Hadithi yake ilibaki kuwa funzo kubwa kwa wengi,
kwamba hata katika giza kuu la maisha bado kuna mwanga unaweza kuwashwa kwa ajili ya wengine.